Kwa majina naitwa Ghamid Abdul Bassat. Nafanya kazi na shirika la uhifadhi na utunzaji wa mazingira International Union for Conservation of Nature IUCN kama afisa mawasiliano kanda wa Afrika Mashariki na Kusini, yani Regional Ocean Communications Officer Eastern and Southern Africa region. Plastic kisayansi zaidi ni kuelewa kwamba safari yake ama chain yake ama mnyororo wake ni mrefu na ni wenye athari kubwa, kutoka kipande ambacho kinaonekana na vile ambavyo ni vidogo kabisa, kwa maana microplastics. Tuna mifano mingi ambayo inaonyesha leo hii imeweza kuathiri mpaka afya za binadamu, kwa maana microplastics zinapopita katika mnyororo wa chakula chetu kupitia viumbe vya bahari, lakini pia plastic inavyoathiri bioanuwai yetu, bila shaka sekta mbalimbali pia kuathirika, mfano sekta za utalii, bila shaka na sekta ya uhifadhi na uchumi wa blue pia. Hili nitaliweka katika mfumo wa jambo linaloitwa extended producer responsibility. Sisi kama wadau pia tuna miradi ambayo inalenga katika kufanya kazi na serikali kuhakikisha kwamba tunafanya kazi na hao wazalishaji wa plastic, kuelewa kwamba wao kwanza kabisa wana mchango mkubwa sana katika kuathiri mazingira yetu, lakini pia wao pia ndio sababu ya suluhisho letu sisi la kuweza aidha kuzitowesha au kuhakikisha kwamba ile mzunguko wa mnyororo wa thamani wa plastiki unaweza kupata suluhisho la kuhifadhi na kutunza mazingira. Kwa maana hiyo EPR inalenga sana sana kufanya kazi na wadau katika sekta za mazingira na pamoja na wadau ambao sio wa kiserikali, hususan private sector, yani sekta binafsi, kuhakikisha kwamba wana play part au wanahakikisha kwamba nafasi yao yani they are very active, yani kwa maana kwamba wahakikisha kwamba they contribute to the solutions. Ni kweli kwamba sisi tunahitaji hizo bidhaa kwa maana ya kutumia kilichopo ndani ya plastic, lakini plastic yenyewe hatuihitaji. Sasa je, wanatakiwa watuoneshe kwamba baada ya matumizi ya hizo plastic tuzipeleke wapi, tufanye nini, na wao wana mchango gani katika kuhakikisha kwamba mnyororo huu wa thamani ama wa plastic pollution ambayo inasababishwa na wao wenyewe unahakikisha kwamba unakuwa ni contained au maintained, lakini pia usiathiri mazingira na afya za watu. Naam, athari zipo tena kwa wingi sana. Kama utakumbuka nimezungumzia swala la microplastic, yani zile chembe ndogo kabisa za plastic. Zile kwanza tunafahamu inachukua zaidi ya karne kwa plastiki kudecay, kwa maana ya kuoza. Kwa maana hiyo tuna kwenye bahari, to be specific, kwanza tuna mifano ya viumbe hai ndani ya bahari ambavyo vimekuwa entangled, kwa maana ya kunyongwa kwa au kukatwa ama kunyongwa na bidhaa ambazo ni za plastic au plastic materials ambazo ziko kule baharini, na mwisho wa siku timu mbalimbali zinafanya juhudi kutoa ile species husika na kuhakikisha kwamba wanatoa hiyo entanglement au athari ya iko kifaa, lakini wengine pia wanakuta tayari wameshafariki. Kwa upande mwingine sasa ni vile plastic zile ambazo zinamezwa. Tunafahamu kwamba sisi wanadamu tuna intellect, kwa maana ya ufahamu, lakini je, samaki intellect yake inamfanya kweli aelewe kama plastic sio chakula chake? Kuna study ambayo imefanyika inaeleza kwamba zile rangi za plastics, kumbuka pia zina ni kama rangi ambazo za ecosystem ambayo iko kule chini ya bahari. Kuna study iliyofanyika kwamba samaki wapo waliofanya mistaken, yani they were mistaken to actually feed on the plastic. Kwa bahati mbaya walifikiri plastic ni chakula, mwisho wa siku wakajikuta wanakula zile plastics. Sasa kwa maana hiyo athari kwa wao, lakini pia kwa mbinu nyingine za kisayansi athari hiyo inakwenda zaidi na zaidi kwa sababu ya hizi factors zinazoitwa bioaccumulation na biomagnification. Kuna aina ya plastic ambayo zina kemikali ambazo leo hii kwa samaki huenda zisiwe na athari, lakini zinabakia kwenye mfumo wake wa chakula, sisi pia zikiingia katika matumbo yetu au digestive system zetu, basi tujue kabisa zitakuja kubioaccumulate au kubiomagnify na kuzidisha athari zaidi, kwa sababu mwili wetu pia una huo tabia una hiyo tabia ya kubiomagnify au kuongeza athari zaidi ya kile ambacho tumekula. Mimi naweza nikatolea kama Great Blue Wall ama ukuta au mfano wa ukuta wa blue kama mfano wa solution. Kuhakikisha kwamba mifumo ambayo tunaitumia ya kuhifadhi ekolojia yetu ni ile ambayo inaweka yani mifumo ya asili, yani nature based solutions ambazo zinaweza zikafanya mfumo wa ekolojia kuweza kujirejeleza. Lakini tutambue kwamba wakati tuna apply hiyo mifumo, mwisho wa siku tutajikuta tu tuna apply methods au mbinu ambazo sio za artificial, kwa maana hatutakubali
external factors ziingie, mwisho wa siku introduction ya vifaa ama bidhaa kama hizo ambazo huenda zingeathiri mazingira. Jambo la pili ni nguzo ya pili ya Great Blue Wall, blue people. Je, watu wapo katika center ya hizi solutions? Je, watu wananufaika vipi katika mnyororo wa thamani wa rasilimali ambazo zimetokana na bahari ama fukwe za bahari? Kwa maana hiyo mfano upande wa plastiki, je, watu wananufaika vipi na biashara za kurejeleza, biashara za kuongeza thamani kwa maana cycling? Je, wanahisi kama wao ni part kabisa ya hilo suluhisho? Je, wao ni part ya hiyo action oriented mechanisms? Kwa maana hiyo pia ni mbinu mojawapo ya serikali ama wadau kuitumia kuhakikisha kwamba wao pia wananchi wananufaika na pia ndio center of solutions, yani kitovu cha masuluhisho hayo. Jambo la tatu ni sera ambazo zinakuwa inclusive, kwa maana ya inclusive ocean governance. Je, watu hawa wanashirikishwa katika ufanyaji wa maamuzi hayo? Nimezungumzia EPR, Extended Producer Responsibility. Leo hii kampuni ama wadau ambao wanazalisha hizi plastics kwanza bodi zao ambazo zinafanya uzalishaji pamoja na mauzo kwa ajili ya hizi bidhaa. Je, wanashirikisha kwanza wadau wakati kwa sababu hawa wadau pia ndio hawa wateja? Kwa maana hiyo, je, wanashirikishwa katika kufanya hao maamuzi? Wanafikiria afya za hao binadamu? Je, mfumo mzima wa sera umekaa vipi? Na kwa upande wa serikali, wakati wanaandaa hizi sera, wamefikiria au wamehakikisha kwamba wadau wameshirikishwa katika ngazi zote? Sababu hii kwa lugha ya kitaalamu tunasema kuna tofauti baina inclusion na kuna tofauti baina involvement pamoja na engagement. Yani inclusion tunazungumzia ushirikishaji katika kila ngazi ya utekelezaji, kuanzia planning kwa maana utayarishaji mpaka utekelezaji wa sera hizi. Je, watu hawa wameshirikishwa? Makundi mbalimbali yakiwemo informal waste pickers, kwa maana wale wanaokota takataka katika makundi ambayo sio rasmi, vikundi vilivyo rasmi, asasi zisizo za kiraia, vikundi vinginevyo ambavyo vina play part na taasisi mbalimbali. Je, wote wameshirikishwa katika utunzaji wa hizi sera? Je, sera hizo zinakuwa implemented? Kwa maana je, zinatekelezwa? Hilo ndio jambo la msingi.